Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Mathalan, wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba wala maeneo wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyoizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Tafakarini uwezekano wa kujenga mfumo ambao Tanzania anaweza kubeba historia yake ya uaminifu wa kifedha popote anapokwenda. Mama lishe asiye na hati ya nyumba lakini mwenye historia ya miaka 5 au zaidi ya biashara na malipo anapaswa kuwa na njia rahisi ya kuthibitisha kuwa anastahili mkopo. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi Benki Kuu na taasisi zote za fedha ili kufungua milango kwa mamilioni ya wananchi walio nje ya mfumo wa mikopo rasmi.